Haman Kamariki, KTN. Na mbio za kutafuta zaidi ya kura milioni 2 katika eneo la Pwani zimeanza kwa kasi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Akiwa tayari ameanza mchakato wa kujaribu angalau kurithi ngome ya kisiasa ambayo hayati Raila Odinga aliwahi kufurahia huko Pwani. Muungano wa upinzani nao umejipanga kutumia uchaguzi mdogo wa Magarini uliopangwa kufanyika Novemba 27 mwaka huu kupima umaarufu wake, huku akitegemea uungwaji mkono wa kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka. Mwandishi wetu wa masuala ya kisiasa Grace Nganga ana maelezo zaidi. Kwa muda mrefu ukanda wa Pwani umeonekana kama ngombe ya kisiasa ya chama cha ODM, hususan kwa waziri mkuu wa zamani marehemu Raila Odinga, ambaye aliweza kupata uaminifu wa karibu kaunti zote 6 za Pwani katika uchaguzi 5 mfululizo. Kwa mfano, licha ya kile kilichoonekana kama kushuka kwa umaarufu wake katika uchaguzi mkuu uliopita wa mwaka 2022, bado alipata zaidi ya 70% ya kura zilizopigwa katika kaunti hizo 6 za Pwani. Kati ya kura 1996 zilizopigwa, Raila alipata kura 1649. Miezi 20 kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, Rais sasa amebadilisha mkakati wake kufuatia kifo cha Raila. Wakati wa chakula cha jioni cha waanzilishi wa ODM huko Mombasa mwishoni mwa wiki, ilikuwa wazi kwamba Rais amethamiria kurithi ngombe hiyo imara ya Raila. I am very proud, by the way, of the contribution of the ODM members in this broad-based administration. Everything I am talking to you about, my Minister for Finance here knows. He knows where we need to move the country. And he knows it is part of the ODM plan and manifesto. Tayari Rais amefaulu kuwavutia wandani wa kisiasa wa Raila katika ukanda wa Pwani, akitarajia kwamba watamsaidia kurithi ngome hiyo. Wa kwanza kwenye orodha ni waziri wa madini Hassan Joho, ambaye amewahi kuwa gavana wa Mombasa kwa mihula miwili. Waziri wa michezo Salim Mvurya, ambaye pia amehudumu mihula miwili kama gavana wa Kwale. Gavana wa sasa wa Mombasa Abdul Samad Sharif na mwenzake wa Kilifi Gideon Mungaro. Rais pia anafurahia uungwaji mkono kutoka kwa wabunge wengi wa eneo hilo la Pwani. Hata hivyo, upinzani unahangaika kutambua wanasiasa wenye nguvu kutoka eneo hilo watakaoweza kupunguza umaarufu wa ODM. Mbunge wa Nyali Mohamed Ali anaonekana kuwa sauti pekee ya upinzani, na zikiwa zimesalia siku chache tu ya uchaguzi mdogo wa Magarini, upinzani unatarajia kupima nguvu zao baada ya kukubaliana kusimamisha mgombea mmoja kupitia chama cha DCP Stanley Karisa Kenga. Mwaka 2022 Kenga aliweza kugombea kwa dua la UDA na baadaye kupinga ushindi wa Harrison Kombe wa ODM baada ya kupoteza kwa tofauti za kura zilizozidi 2,000. Lango ilipofungwa ile ngambo ya pili, hapa DCP muliweza kutufungulia milango, mukatupokea na kutukaribisha ili tujisikie kwamba tuko nyumbani. La Kenya ni kuwa ndani ya serikali, nami sasa nikiwa ndani ya broad based. Hiyo inamaanisha kwamba ni maendeleo Magarini, maendeleo. Wachambuzi wa siasa wanasema kuwa upinzani bado una nafasi ya kupata kura nyingi, ikizingatiwa kwamba kwa sasa kuna makundi tofauti ya wapiga kura. Kwani gavana wa Taita Taveta Andrew Mwadime ni gavana huru, gavana wa Kwale Fatuma Achani amekuwa kimya, na gavana wa Lamu Issa Timami bado hajatangaza mwelekeo wa kisiasa baada ya chama cha ANC kufungwa na kujiunga na Kenya Kwanza. Sasa naona pale Nairobi kwa TV yule kombe mmoja ameitwa na kina Kalonzo na ile wakora wa DCP, nasikia amepewa milioni 300 ili aje ampige kombe wapeleke chama kwa ile wakora wao. Wataanguka kama hayanguki. And the people of Magarini will once more confirm their preferred member of parliament, one Stanley Karisa Kenga. Rais amekuwa akifanya juhudi mahususi kuingia katika eneo hilo kupitia ahadi za maendeleo, hasa zinazohusiana na bandari ya Mombasa, ufufuaji wa utalii, mirathi ya miundombinu na mageuzi ya ardhi ambayo yamecheleweshwa kwa muda mrefu. Je, Pwani inaelekea wapi? Grace Nganga, KTN. Naam, tuachane na siasa sasa mtazamaji. Kujifungua salama huwa jambo la furaha